Kwa majina naitwa Fabian Philemon Fene. Natokea katika mkoa wa Rukwa, wilaya ya Sumbawanga. Leo ningependa kuzungumzia hii fursa ambayo serikali wameitoa, yani fursa ya kuongeza wizara kwa upande wa vijana. Kiukweli kwanza nipende kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais msikivu, rais mnyenyekevu, rais mwenye maono ya mbali, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wa kuwaangalia vijana, hususan kuwaekea wizara nyeti ambayo itakuwa ni tuseme ni kwa mara ya kwanza wizara hii kuwa published kwenye nchi yetu. Hivyo napenda nipongeze serikali kwa kuwaza hivyo. Labda tuongee kwamba kuwepo kwa wizara ya vijana kutakuwa kuna manufaa gani katika nchi yetu sisi? Wizara inapoanzishwa ya vijana kama sisi, au wizara yoyote ile inapoanzishwa, especially niongelee wizara ya vijana, kwa vijana, tutapata fursa nyingi sana pia hata za kusikilizwa matatizo yetu, changamoto zetu, hoja zetu. Kwa sababu vijana kiukweli hapo previously tumesahaulika sana. Yani tumesahaulika sana. Yani tumejihisi kwamba ni wanyonge, yani kwamba hatuwezi tukawa tuna umuhimu labda katika mambo ambayo tunayafanya, lakini tunamshukuru Mungu kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kulitambua hilo kwamba vijana ni nguvu kazi ya taifa. Hivyo ni vyema vijana tuweze kupata wizara ambayo itatuwakilisha sisi kama taifa. Umuhimu wa kuwa na wizara ya vijana ni kama hivyo kwamba tutasikilizwa, vile vile inaweza ikatuinua pia kiuchumi. Kwa sababu gani? Labda nileke clear hii point ya uchumi. Iko hivi. Kama tutapata waziri ambapo atakuwa kwenye sekta ya vijana, itatusaidia sisi kuzipeleka hoja zetu sisi na kuweza kutuinua kiuchumi, kwa sababu kuna fursa nyingi zipo kwa ajili ya vijana na unakuta kwa muda mwingine hata hazionekaniki, lakini tukiwa tuna waziri ambaye anafuatilia kama hivyo, ni rahisi sisi vijana kuzifikia hizo fursa na kuweza kuwa na ile well life. Kingine pia niweze kutuma kama ujumbe kwa vijana wenzangu. Vijana ni nguvu kazi ya taifa, na vijana wengi sana wanatumika pia katika kulijenga taifa. Sasa inapokuja masuala ya mtafaruko, labda niwarudishe nyuma kidogo kwenye ili sakata la vurugu zilipoanza. Ukiangalia vurugu zilipoanza, machafuko haya kwenye upande kwa kipindi cha uchaguzi, tunaona kabisa kama vijana wengi walihusika kwenye kurupushani hizo. Sasa nipende kutoa kama ujumbe ya kwamba nchi ili iweze kustabilize kwenye swala la economic, inatakiwa wote tuwe wamoja, na katika umoja wetu utakao kuwepo nao kama vijana kuleta amani katika nchi. Niwape sasa ujumbe ya kwamba kijana yoyote yule usikubali kushawishika na mtu yeyote yule akakupa mawazo ambayo ni negativity kabisa, yani yani akakushauri kitu ambacho ni nje ambacho unaona kabisa kwamba kinaweza kikaleta uvunjifu wa amani. Usikubali, kwa sababu sisi ndo vijana sisi ndo tunaojenga taifa hili. Tujikite katika vitu ambavyo ni potential, lakini tusijikite katika vitu ambavyo vinaweza vikatutoa nje ya hata mtazamo. Tumshukuru Mungu, rais wetu ametukumbuka, tumeweza kupata hiyo fursa ya kuwa na wizara nyeti, wizara
wizara ya vijana. Hivyo vijana na washauri tukae kwa umoja, tudumishe umoja katika nchi yetu na tuiunge mkono serikali yetu hii ambayo imeweza kutukumbuka sisi. Hakuna serikali ambayo imeweza kutukumbuka katika hili swala. Kwa hiyo mimi naona kwamba ni washauri kwamba tuiunge mkono wote, turudi katika tuwe katika kitu kimoja. Asanteni sana. Nashukuru.